Unajua ni vitu ambavyo kwenye mpira wa miguu vinatokea. Mwalimu kufukuzwa ni jambo la kawaida sana kwenye mpira wa miguu, hasa pale ambapo waajiri wake wanakuwa hawajaridhishwa na kile ambacho amekuwa akikitoa. Ni mwalimu ambaye ameisaidia Young Africans kufanya vizuri so far, kwa sababu kwenye michezo almost 4-5 ya mashindano ametoa sare mchezo mmoja, na kwenye hiyo michezo 5 hajaruhusu goli hata moja kwenye hiyo michezo 5 ya kimashindano. Sasa unaweza ukaona ni namna gani sometimes ule usemi wa kwamba coaches are hired to be fired unaweza kufanya kazi wakati mwingine kwenye mazingira ya kikatili, kwa sababu mwalimu hajafanya vibaya by any means, kwa sababu kutoa sare dhidi ya Mbeya City haipaswi kuwa sababu ya kumfanya Romain Folz kuwa sacked. Lakini kwa taarifa zilizopo anaondolewa kwenye kikosi cha Young Africans, na kipindi hiki ambacho tupo kwenye international break ndio Young Africans wameona ni muda sahihi kumtimua, ili mwalimu atakayekuja aweze kukaa na wachezaji kwa kipindi kirefu, ili aweze kuiandaa team the way ambavyo viongozi wenyewe wanadhani inapaswa kuwa. Kwa hiyo Romain Folz anaondoka ndani ya Young Africans kwangu mimi ni hero, kwa sababu hajapoteza mchezo wowote wa kimashindano. Wafanya maamuzi kwa maana ya viongozi wameamua kusikiliza maneno ya mashabiki, wameamua kusikiliza maneno ya wachambuzi, wameamua kusikiliza maneno ya nje, wamekuwa pressurized, na leo wanaenda kufanya maamuzi ambayo yanaenda kwa maamuzi mengine magumu ya kihistoria ndani ya Young Africans, kwa sababu unapomfukuza mwalimu ambaye hajafanya vibaya, ila unamfukuza kwa sababu timu yako haimiliki mpira, ni kitu ambacho kidogo kinafikirisha. I expect kwamba watamleta mwalimu ambaye atakuwa anatoa vitu vyote vile, atapossess, atacheza mpira mzuri na kutoa matokeo. Sasa watiifu wakaenda kurecruit mwalimu ambaye atakuja atamiliki mpira kweli, lakini anakuwa hana uwezo wa kushinda, itakuwa ina manufaa gani? Kwa hiyo kwangu mimi Yanga wamekuwa too fast. Sioni sababu ya kwa nini wanamfukuza Romain Folz, lakini kwa sababu wao wameona inafaa, well and good. Lakini mimi nabakia tu kusema Romain Folz hakupaswa kuondolewa mapema kiasi hiki, kwa sababu timu yake inacheza vizuri, that's why inapata matokeo. Haina maana yoyote ile kama timu itakuwa inacheza throwing football, wachezaji wana throw huku na kule, then hawapati matokeo. It make no sense, kwa sababu mpira wa miguu it's all about goals na pointi 3, kitu ambacho Romain Folz alikuwa anakipata. So kama viongozi wameona hawahitaji kuendelea kuwa na mtu wa namna hii, well and good, watakuwa wamefanya maamuzi sahihi kwa upande wao. Lakini kuna kitu cha kujiuliza, ni hawa viongozi ndio waliyemfuata Romain Folz, wakamwona huyu anafaa, wakamleta. Ni kigezo gani walichokitumia kumwajiri Romain Folz kwenye zile boxi zao walizokuwa wanaziwekea tiki, na ni sehemu gani ambayo hiyo boxi haijatiki? I don't think kama walienda kumwambia tunahitaji uposesi mpira, ila walienda kumwambia tunahitaji matokeo mazuri, ambacho ndio kitu ambacho amekuwa akikifanya, kwa sababu ameisaidia Young Africans kushinda michezo 4 kati ya 5 ya kimashindano. Unaweza kusema, yani hiyo nafasi ya kusema Romain Folz amefanya vibaya, wewe hiyo nafasi au hiyo jeuri unaitoa wapi? Kwa hiyo kwangu mimi anaondolewa akiwa ni hero, kwa sababu hajapoteza mchezo wote kwenye historia ya Young Africans toka ameanza kuifundisha Young Africans. Kwangu mimi Romain Folz alipaswa kuendelea kupewa muda, na naamini timu ingekuja kucheza the way ambavyo watu wanahitaji. Ni vile tu wa Tanzania sio waumini wa kutoa muda, lakini kama wangekuwa ni waumini wa kutoa muda, I'm confidently Yanga ingeseto na ingecheza mpira zuri zaidi ambalo Young Africans kwa maana ya mashabiki, wanachama na viongozi wanalolihitaji. Wangekuwa wanahitaji kuendelea na kile kilichokuwa kinafanyika msimu uliopita, wangeendelea na mwalimu yule ambaye alikuwepo kwenye msimu uliopita, lakini kwa sababu walihitaji mabadiliko kwenye kikosi chao, that's why walienda kumleta Romain Folz. Kwa hiyo kwa sababu wamemleta Romain Folz, maana yake wanahitaji changes. Una changes huwa haziendi tu bila gharama, you have to pay the price, then ndio unakuja kuingia kwenye phase mpya. Ilikuwa ni lazima wapite kwenye kipindi cha transition, Yanga wabadilike kutoka kwa Mirudi Hamdi
waje kwa Romain Folz, kitu ambacho ndicho ambacho alichokuwa anaendelea kukifanya. So kama walihitaji iendelee kucheza the way ambavyo Mirudi Hamdi alivyokuwa anaifanya timu icheze, wangeendelea kumkeep Mirudi Hamdi, lakini kwa sababu walihitaji mabadiliko, that's why wakamleta Romain Folz. Na kizuri zaidi, wameenda kumleta Romain Folz, wameziona falsafa zake kwenye makaratasi, wamemwambia wanachokihitaji na yeye akakubali, akaona anaweza akakifanya. That's why wakakubali kusainiana mikataba. Sasa wanapokuja kumuondoa, I'm confident Yanga watatoa sababu ya kuachana na Romain Folz, lakini hawatatoa, Yanga watatoa taarifa ya kuachana na Romain Folz, lakini na uhakika wa 100% hawatatoa sababu ya kuachana na Romain Folz. Kama wamemuondoa kocha kwa sababu ya ligi ya mabingwa, maana yake ni kwamba wameshindwa kumsubiria timu icheze vizuri kwenye ligi ya mabingwa. Lakini at the same time, kumbuka kitu kimoja, wanamleta mwalimu mpya ambaye yeye atakuja kuanza upya. Yeye muda wa kumsubiria utakuwepo. Hiyo ligi ya mabingwa huyu mpya anayekuja itamsubiri. Jibu ni hapana. Young Africans kwa maana ya viongozi wamekuwa pressurized, wameingia kwenye midomo na pressure za wanachama wao na mashabiki wa timu yao. Wamefanya maamuzi kishabiki, hawajafanya maamuzi kama viongozi. Sifa ya kwanza kwa kiongozi ni lazima uwe mvumilivu, kuvumilia nyakati nzuri na mbaya. Young Africans hakuna nyakati mbaya ambayo wameipitia chini ya Romain Folz. Maybe kuna sababu nyingine ambazo hatuzifahamu, lakini kwa maana ya timu kushinda, timu imeshinda, timu imefanya vizuri. Then unakuja unamsack mwalimu eti kwa sababu timu haichezi vizuri. Ni miezi miwili tu. Na hapale kuna wachezaji ambao wameingia. Andabwile ni mchezaji ambaye alikuwepo kwenye kikosi cha Young Africans, lakini hakuwa sehemu ya kikosi cha kwanza. Lakini vile vile huyu mwalimu ni mpya, bado anaendelea kuwasoma wachezaji. Sio jambo jepesi wachezaji 30 uwasome wote na kuwaelewa ndani ya muda mfupi na upate cream. Alikuwa ameanza kutengeneza first 11 yake, walipaswa kumpa muda. Maybe inawezekana tumekaa hapa, lakini sababu ya kutomtumia Bara Conte inawezekana ni sababu, kwa sababu alichukuliwa kwa mihemko mikubwa, mambo mengi, kunyang'anyana kwa hapa na pale, lakini anaonekana kupigwa benchi. Inawezekana ni moja kati ya vijisababu, kwa sababu mpira wa Tanzania sometimes unahusiana na vitu ambavyo havihusiani na mpira. Maybe inawezekana ni sababu labda kuna wachezaji hawapewi nafasi kwenye kikosi cha Young Africans ambao viongozi wanaona wao walistahili kucheza, na yeye amesimamia misimamo yake ya kuwachagua wachezaji ambao wanampa matokeo, wanaamua kumoffload, kitu ambacho wanakuwa hawajamtendea haki.